masikitiko, kinyume na vile walivyo baadhi ya Waislamu leo. Baadhi ya Waislamu leo ma'al asafi shadid inapelekea mawazo yao wakati mwingine wakadhani kwamba nafsi zao zimekuwa muzakka, ni kama ambayo wamefika katika daraja ya hidayah na daraja ya haki na daraja ya yaqini na daraja ya tuqa. Hakuna mwingine ambaye amefikia daraja hiyo, ni yeye peke yake au wao peke yao. Ndipo pale Muislamu huyo ujitazama yeye, pengine na wenzake labda wawili watatu au kadhaa, walioongoka ni wao tu peke yao. Haya albaquna dhullal, albaquna haulai ahlu dhalala kulluhum dallun, wote wapotofu hao. Tena usema wazi wengine hasa katikati, haula dalluna mudilluna, hao wampotea. Sasa ikiwa hao walipotea, aina almuhtadun? Na pengine hawezi kusema wazi wazi, rubama istihyaan, lakini lisanu alhal ndio inayotuambia kwamba jamani, mimi ndiye sahibul hidayati, mimi ndiye almuhtadi, mimi ndiye ambaye nafsi yangu ambayo ni zukiyat, mimi niko juu, mimi niko na hidayah, mimi niko. Sasa hawa wengine hawa wote hawa wako chini, wamepotea, hawajafika. Ni lazima hawa wafanye bidii, tena pengine hata hawawezi kufika, watabaki kule kule tuliofika sisi. Ikhwani, hii ni hatari kubwa, maana fikra hizi ziko, si kwamba tunazungumza kwamba haziko. Fikra hizi ziko za baadhi ya watu kudhani kwamba nafsi zao zimepata tazkia, imani zao zimefika daraja za juu za hidayah. Hamna mwingine aliyefika daraja hizo. Si lazima kwamba akaye atangaze, lakini vitendo na maneno yanayozungumza yanafahamika. Walabibu takfi ishara. Wewe ukishakuja ukasema hawa wote wamepotoka, maana yake ni maana uliongoka wewe peke yake. Na mara nyingi utawapata mahizbi, kwa vile awamu waheshimu wanaovioni hawa wakubwa, wakijinasibisha na nani? Kina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, si sana al-Albani hasa huko kwetu, lakini Ibn Baz, Ibn Uthaymeen mara nyingi utawasikia. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa swali nzuri sana, ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري، هل هي تزكية؟ mtu akajiita salafi athari, je huku ni kujitakasa? Sababu wakati mwingine watu waambie nyinyi mjitakasa, mjiona nyinyi ndio mko sawa kabisa. Mwanzo wewe kuwa na hili jawabu, mtu akwambia mjiona nyinyi mko sawa kabisa, kumwambia wewe unafikiria vipi? Yani wewe wadhania mingi alikuwa salafi kama sijui niko sawa, wewe wafikiria mimi nabahatisha kama wewe? Mimi nimekuwa salafi kwa sababu sina shaka kuwa niko sawa. Kwa wajiona wewe ndio uko sawa peke yako, ndio hivyo, si ati najiona. Nasema hivyo kuwa hii manhaj ni haki na hakuna makosa ndani yake. Kwani ulikuwa unataka vipi? Hashika bwana, hii Qur'ani ikosoe. Kuna mali unakosa kwenye Qur'an hapa? Hakuna. Hashika hii Bukhari ikosoa sunna ya Mtume sallam, kuna kosa hapa? Sasa ndio manhaju salafi hii, Qur'an na sunna ya Mtume sallam. Sasa wewe unaniambia vipi mjiona nyinyi tu? Ni hivyo, kwa sababu haki iko katika nini? Qur'an na sunna ya Mtume sallam. Kweli kuna shaka juu hilo? Hakuna shaka. Sheikh Ibn Baz asema idha kana sadiqan annahu athariyun au annahu salafiyun la ba's, ikiwa ni mkweli yeye ni salafi ama ni athari haina neno. Kwa hivyo akiwa ni muongo itakuwa ni makosa. Kwa akajiita hizbi leo salafi, atakuwa fanya makosa mpaka afuate, awe mkweli katika kufuata. mithlu ma kana as-salafu yaqul fulanun salafiyun fulanun athariyun, walikuwa salafu wakiitana hivyo. Qala tazkiyatun la budda minha, ni tazkia, ni kujitakasa ambako kwa lazima, kwa sababu ujiondoe kutokana na makundi mengine ya batil, lazima ujibainishe wewe ni nani. Kisha akasema tazkiyatun wajiba, ni tazkia ya wajib, hauna budi, lazima uikubali ikiwa wewe ni mkweli. Haya maneno nani? Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, imamu dunya fi zamanihi, ndio imam katika zama zetu hizi. Na hapa ningependa kuwafahamisha jambo moja. Nikizungumza hivi sikusudii yule mnayemuita salafi. Kuna uwezekano yule anayeitwa salafi akawa na makosa, sababu ni binadamu, aweza kupata, aweza kukosea, hayuko kamili. Lakini hapa tuzungumzia salafia kama manhaj,
tuuzungumzia huu mfumo wa hii da'wa. Kwa nisizungumze haya mtu akasema waona asema yule yeye hakosei, yeye kama mtume na masahaba vile vile. Kwa bid'a pia mlango huo wapenda kuingilia. Hapa tuizungumzia da'wa salafia. Hakuna mtu hata mmoja aweza kukosoa chochote katika hii da'wa kabisa, hata akaruka ila al-mirrikh, arudi chini kwenye ardhi, wallahi hakuna anayeweza kuikosoa hii da'wa, hii manhaj katika lolote katika yale yanayofungamana nayo kabisa. Ama mimi na wewe tuweza kukosea kama binadamu, ukakosolewa ukawa umekosea kweli. Hii manhaj haikosei, mimi na wewe ndio tutakosea. Kwa tukizungumzia da'wa salafia, msiwaangalie watu, tuiangalie ile da'wa na hii manhaj ambayo tuizungumzia. Hapa tuzungumzia manhaj aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Waweza vipi wewe kumkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ukianza kukosoa hapo utaingia kwenye kufuru wal iyadhu billah. Kwa tukizungumzia da'wa salafia, tukusudia ile da'wa aliyokuwa nayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha masahaba wake, masahaba wakaibeba na kuifikisha kwa tabi'in, wa hakadha mpaka kufikia leo. Subiri, kwa sababu moto kushikamana na sunna ni kumoto. Kama wewe ni mgeni hapa ndio waje siku ya kwanza wasikia, Allah akaiweka haki katika moyo wako, kaikubali hii da'wa, jua kabisa tukwambia kuanzia mwanzo, fanya subra, sunna moto sana. Na wallahi maneno yazungumza Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala ni maneno ya kweli, haswa katika hii sehemu ya kuwa ahlul bid'ah sasa hivi wana vita vikubwa sana, ugaidi wa kifikra, kutaka kuwanyamazisha watu wa haki. Nyamaza bwana, kuwa kama fulani bwana, ilmu tupu bwana, yule haingilii mtu kabisa, hawazungumze huo bid'ah, watu wote waje kwake, mpaka wengine atakufuata na wewe pia uende je, sababu apigi vita mtu. La, wala si sawa, bali ni ghush wawafanyia waislamu ikiwa hautawabainishia kuwa hii ni sunna na hii ni bid'a, hii ni haki na hii ni batil. Ni wajib kuweka kila kitu wazi. Sunna ijulikane ni sunna na bid'a ijulikane ni bid'a, mtu wa sunna ajulikane ni mtu wa sunna na mtu wa bid'a ajulikane ni mtu wa bid'a. Hii ni wajib. La si hivyo ghashash, waman ghashana falaysa minna, mwenye kutughushi si katika sisi. Na hii ni katika tembe za ngano na mtele. Wewe leo kama utauziwa mtele uambie hii pishori ya Kenya nzuri, sio? Hii pishori ya Kenya, kisha chini ukatiwa kitumbo, kile kitumbo cha kutengezewa etwa nini ile, mkate wa sinia, kisha mtu akakupimia wewe ule mtele akakuwekea pale, ukiangalia hivi nusu ni mchele mzuri, nusu kitumbo, utakubali? Wallahi ile asira utakaomteremshia mwenye duka sijui mfano wake. Lakini leo dini yako mtu akufanyia ghushi, hakuambii haki, akudanganya katika dini yako. Yule wamuona mzuri sana yule haingilii watu yule kabisa, yule mzuri. Ya akhi, ni lazima watu watahadharishwe kutokamana na batil na waelekezwe katika haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akusanya baina vitu hivi viwili. Tizama katika kila khutba ya Jumaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema nini? Fa inna khayra alhadithi kalamullah wa khayra alhuda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii ni haki, sio? Wa sharra alumuri محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنني شاري achanganya baina ya kueleza watu haki na kuifuata na shari watu wajiepushe nayo. Wala usijali vita vya kigaidi vya kifikra hivi, kwa nyamaza, usiseme hii bid'a hii sunna, takia nini bwana, waacha watu na mambo yao bwana. Kuna wengine akishaambiwa yote mwisho, lakini si wote ni sawa tu. Nani anakuambia sawa? Hakuna sawa, ni nyeupe ama nyeusi, haki nyeupe ama batil katika kiza. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.